Bismillahir Rahmanir Rahim. Hii ni tafakuri kabla ya kulala. Ndugu yangu, kuna mambo unayapigania kwa nguvu zako zote, lakini hayataki kufunguka. Milango imefungwa, moyo umebanwa, maisha yamekuwa mazito. Lakini huenda suluhisho lake si nguvu, bali ni istighfar. Allah anasema katika Qur'ani, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nikasema, ombeni msamaha kwa Mola wenu, hakika yeye ni mwingi wa kusamehe. Atakuleteeni mvua kwa wingi, na atakupeni mali na watoto, na atakupeni mabustani, na atakujalieni mito. Ndugu yangu, angalia hilo. Istighfar si kwa ajili ya kusamehewa tu, bali pia ni ufunguo wa riziki, faraja na baraka. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika hadithi, man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja. Anayeshikamana na istighfar, anajilazimisha istighfar, Allah humfanyia kutoka katika kila huzuni na kumpa faraja. Ndugu yangu, huenda una jambo linalokusumbua sana sasa hivi, lakini hujaweka istighfar kuwa sehemu ya suluhisho. Huenda unataka njia kubwa, wakati Allah ameweka mlango mdogo lakini wenye nguvu. Hivyo ndugu yangu, kabla ya kulala, rudia kwa utulivu maneno haya. Sema, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sio kwa haraka, bali kwa hisia. Huenda kesho yako ikabadilika kwa sababu ya istighfari ya usiku huu. Hii ilikuwa ni tafakuri kabla ya kulala.